Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa Tumaini TV, kipindi Tumaini 33, jarife la Tumaini TV. Ipe nafsi yako tumaini, hii ndio salamu yetu. Sina shaka hujambo na unatutazama kwa uzuri kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, lakini online ama YouTube kule mbashara andika Tumaini_TV, nako pia utatutazama kwa uzuri kabisa. Na kukumbusha kipindi ni Jumapili saa 2:30 usiku, lakini pia Jumanne saa 12 jioni ni marudio, na Jumatano saa 3 usiku ni marudio. Pamoja nami studioni wakati huu ni Padre Innocent Nzaro kutoka Jimbo Katoliki la Kigoma. Yeye pia ni mwanafunzi wa chuo cha mipango Dodoma. Halikadhalika Areta Leonard Simon kutoka parokia Mtakatifu Ambrose IPTL Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwake Baba Paul Sabuni Mboje, ambaye naye pia ni mshirika wetu na mlezi wetu katika kipindi hiki Tumaini 33. Mimi ni Gauden Sierra pamoja na wenzetu ambao tunashirikiana nao katika kipindi hiki, tukutakia utazamaji mzuri mwanzo hadi tamati. Na kumbuka tunazungumza juu ya sikukuu ya huruma ya Mungu, na leo ndio sikukuu yenyewe ya huruma ya Mungu. Amen. Baba, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante Mungu kwa kutimiza kiu yetu. Tulikuomba kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu ya huruma yako, umetusaidia kufikia siku yenyewe. Tunakuomba wajalie waamini wako wazingatie yale uliyotuongoza na kutupatia katika sikukuu hii, ili kusudi huruma yako endelee kutangazwa duniani kote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Naam. Yes. Unakumbusha kidogo? Karibu. Leo ni sikukuu ya huruma ya Mungu. Yao yamekuwa. Na wanamoyo leo wamesali Mlandizi. Okay. Parokia ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Mimi sikwenda huko. Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Unajua mimi ni mwanamoyo. Tangu 2010. Tena hai. Hongera. Asante. Lakini nimesali parokiani kwetu. Kweli Tumeabudu pia. Ndio. Tumefuata yote ambayo Bwana alitaka tufanye. Taratibu nadhani tutafikia yale malengo. Yatafika tu. Kiu ya Kristo, shauku yake itatimia. Labda naomba kabla tujafika mbali tuulizane mapadri. Nakumbuka kipindi kilichopita tuliwasi na kusema imani mapadri, hii kazi ni yetu. Na Kristo mwenyewe alituomba makuhani wangu watakuwepo, yani leo sisi tutakuwepo tukiwaeleza watu juu ya huruma ya Mungu. Sasa mapadri wenzangu na wauliza, jamani, tulikumbuka? Tumekumbuka? Naomba leo tusomee tena ile 570 inasema hivi. 570. Mtakatifu Maria Faustina anatuambia, katika tukio moja nilimwona Bwana Yesu amevaa vazi lenye kung'ara, na ilikuwa katika jumba la greenhouse, na akaniambia, andika ninachokuambia. Furaha yangu ni kuungana na wewe, na ngojea kwa hamu kubwa, na ninatamani wakati ambapo ninataka kisakramenti katika konventi yenu. Roho yangu itatulia katika hiyo konventi, na nitawabariki mpaka majirani zake kwa namna ya pekee. Kwa kuwapenda nyinyi nyote, nitaepusha adhabu zozote ambazo zimetolewa kutokana na haki ya baba yangu. Binti yangu, nimeuelekeza moyo wangu kwa kusikia maombi yako. Jukumu na wajibu wako hapa duniani ni kuomba huruma kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hakuna mtu atakayehesabiwa haki mpaka atakapokuja kwa imani thabiti kwenye huruma yangu. Na ndio sababu Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka itakuwa sikukuu ya huruma. Siku hiyo makuhani watamwambia kila mtu juu ya ukuu wa huruma yangu isiyo na kifani, na kufanya wewe kuwa msimamizi wa huruma yangu. Mwambie muungamishi kwamba picha yangu ya huruma
inapaswa kuwekwa kanisani, mahali panapofikika na kuonekana, na sio ndani ya convent. Kupitia picha hii nitakuwa nikiwajalia watu neema nyingi na mwezeshe kila mtu kuifikia. Amina. Huyo ni Yesu anamuelekeza Faustina. Lengo langu ilikuwa ni kwamba siku hii ya leo, Dominika baada ya Pasaka, makuhani wa Kristo tutakuwa tukiwaeleza watu juu ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Ambao ni leo yenyewe. Sasa tulikumbushana Dominika iliyopita, leo tunakumbushana. Tulitimiza wajibu wetu wa kumkumbusha kila mtu. Maana Kristo hajatuambia mtawakumbusha watakaofika kanisani. Mtakuwa mkiwaambia watu. Sasa popote pale utakapo, bado siku haijaisha. Bado siku haijaanza kufanya chochote leo. Mtakuwa mkiwaambia watu juu ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Sasa kama tumesahau, shauri yetu. Kama tumetekeleza, hongereni sana mababa. Kristo anaendelea kupata shauku ya kutambua huruma yake ikiwa inaenea ulimwenguni mote. Nadhani tuendelee. Hiyo ilikuwa kukumbushia ya makubaliano yetu na mapadre kipindi kilichopita. Na hilo tumekuachia uongee wewe. Amna. Sawa kabisa. Ndio. Yes. Tuendelee. Faustina anatuambia nini? Leo sikukuu ya huruma ya Mungu. Leo dunia Bwana amefungulia huruma yake. Chemchemi ya huruma isiyo na kifani. Lakini kwa yule ambaye amepokea sakramenti ya kitubio, amesali novena ya huruma ya Mungu siku 9, amesali leo sadaka ya misa takatifu na kukomunika, na saa 9 amerudi kumwabudu Yesu Ekaristi. Bwana ameahidi atasamehe dhambi na adhabu, zile adhabu ambazo tumestahili kwenda kuzilipia toharani. Leo Bwana anamwaga chemchemi ya huruma hiyo hapa duniani kwa yule ambaye amepokea, amefuata hayo masharti. Na tulivyoabudu, tumesali tena rozari ya huruma ya Mungu. Padri ametuongoza sala za nia za Baba Mtakatifu na tumepata baraka kuu. Bwana ameahidi huruma yake isiyoeleweka kwa akili za binadamu wala akili za malaika itamwagika ulimwenguni kote. Amekaribisha mdhambi hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera. Amesema usiogope huruma yangu. Kwa hiyo leo tunamshukuru Mungu kwa huruma yake ulimwenguni kote. Kote. Sikukuu ya huruma inatajwa kila mahali. Ulimwenguni kote. Kwa hiyo ndio twende ili tokeo la Mtakatifu Maria Faustina. Anasema hii ilikuwa ni sikukuu ya huruma ya Mungu kama leo. Anatuambia Jumapili iliyofuata baada ya Pasaka, hiyo ni sherehe ya sikukuu ya huruma na hitimisho la jubileo la ukombozi ulimwenguni. Ndio Maria Faustina anasema tulipokwenda kushiriki sherehe hizo, moyo wangu uliruka kwa furaha kwamba sherehe hizi mbili zilikuwa zimeungana kwa ukaribu sana. Nilimwomba Mungu wa huruma juu ya roho za maskini wa dhambi. Na kuelekea mwisho wa ibada, kuhani alipochukua sakramenti ya Ekaristi Takatifu kuwabariki watu, Mtakatifu Maria Faustina anatuambia, nilimwona Bwana Yesu kama alivyo kwenye picha ya huruma ya Mungu. Muonekano wake upo hivyo. Bwana Yesu alitoa baraka zake na miale mieupe na miekundu ilisambaa juu ya ulimwengu mzima. Na ghafla nikaona mwangaza usio na kifani katika yenye namna ya kioo iliyosukwa na kuunganika pamoja na mawimbi angavu yasiyoweza kufikiwa na viumbe wala roho. Na nikaona milango mitatu ikielekea uangavu huu mzuri. Wakati huo Bwana Yesu, kama vile katika picha ya huruma ya Mungu, aliingia kwenye uangavu wa utukufu kupitia mlango wa pili ndani ya umoja huo, yani umoja wa Utatu Mtakatifu.
ambao haueleweki, ambao hauna mwisho. Na nikasikia sauti ya Bwana Yesu ikiniambia, sherehe hii ya huruma ilianza kutoka kwenye kina cha huruma yangu, na inathibitishwa katika kina kirefu cha huruma zangu. Kila roho inayosadiki na kuitumainia huruma yangu itaipata. Nilifurahia sana kuona wema mkubwa na ukuu wa Mungu wetu. Sasa kwako Padre. Nilikuwa nafikiria Faustina alivyomuona Yesu kwenye monstrance Ekaristi Takatifu, akiwa kama alivyo kwenye picha ya huruma. Anatoa baraka kwa waliokusanyika mahali pale. Alafu ile miale miwili sasa imesambaa ulimwengu mzima. Wakati tunatafakari kuhusu picha ya huruma, tuliwaambia kwamba jamani, hii picha ya huruma ina kila kitu, na tulichambua vizuri sana. Kama watazamaji wanakumbuka vizuri, tulichambua vizuri sana picha ya huruma na yote yanayopatikana kwenye picha ya huruma yenyewe. Tukasema picha ya huruma ni maadhimisho yote tunayofanya katika Kanisa Katoliki. Pale pale kuna kuhani, pale pale kuna sadaka, pale pale kuna altare, pale pale kuna Kristo anayejitoa sadaka. Picha ya huruma ina kila kitu, na Kristo mfufuka. Na Kristo mfufuka yuko pale pale. Kwa hiyo kama Maria Faustina alivyotuambia, alimuona Kristo kama alivyo kwenye picha ya huruma, ndiye aliye kwenye monstrance. Maana yake anaendelea kutuhakikishia kwamba Kristo ni yule yule. Na yeye anaposema kwamba atakuwepo siku hiyo ya huruma ya Mungu, yani leo, atakuwepo akitoa baraka zake kwa wale watakaoitukuza huruma yake. Ndicho Faustina anatuambia. Wakati Padre ananyanyua monstrance kutoa baraka, alichokiona sio Ekaristi, bali aliona picha ya huruma. Kama Yesu wa huruma alivyo kwenye picha yake, ndivyo alivyokuwa kwenye monstrance yenyewe, akitoa baraka kwa walio kusanyika mahali pale. Tunaendelea kusema kwamba picha ya huruma ina nguvu, na kama Kristo mwenyewe alivyosema, yeyote atakaye iabudu picha hiyo ataondoka amepokea baraka zake. Ndicho na Faustina anatuambia hapa. Yeye mwenyewe alimuona Yesu mwenyewe akitoa hizo baraka. Na anasema haikuwa tu Yesu peke yake, bali ilikuwa ni muunganiko wa Utatu Mtakatifu. Maana yake baraka iliyotolewa na Kristo mwenyewe ilikuwa inatokana na Utatu Mtakatifu. Akituambia kwamba sio tu picha hii Kristo peke yake, bali Baba na Roho Mtakatifu wako pamoja naye katika kutoa baraka kwa watu. Kama leo tumekumbuka kuitukuza huruma ya Mungu, na tumeenda kwa matumaini makubwa kwamba tunapokea baraka katika siku ya huruma ya Mungu. Kile ambacho Faustina alipokea, vivyo hivyo na sisi tumemwiga Faustina, na yale yaliyomnufaisha Faustina kiroho, na sisi tumekuja tumeyapokea. Lakini utofauti ni kwamba hatutalingana, kila mmoja kwa namna ile ile alivyojipanga, ndio namna hiyo hiyo anayopokea wingi wa baraka. Mungu mwenyewe ameshasema atakuwa amefungulia mafuriko ya huruma yake yanasambaa ulimwenguni. Na Faustina amesema wakati baraka inatoka sasa, akaona miale yote ile miwili imeujaza ulimwengu wote. Hicho alichosema Kristo, mafuriko ya huruma yataijaza ulimwengu wote. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza jambo hili sio letu, jambo hili sio la kutunga, jambo hili sio hadithi. Huruma ya Mungu ni kila kitu ambacho wanadamu tunakuhitaji. Kama alivyosema, mwanadamu hatakuwa na amani mpaka atakapoikimbilia huruma ya Mungu. Na sisi kwa vile ni wanadamu sasa, tunaingia katika wajibu huo. Hatutakuwa na amani mpaka huruma ya Mungu iwe imesambaa ulimwenguni kote, na sisi tumenufaika na hiyo huruma. Maana kusambaa ni kitu kimoja, swala moja, na kuwa mnufaikaji wa hiyo huruma ni swala jingine. Tukijiruhusu kuingia katika utaratibu wa kupokea huruma ya Mungu, inakuwa ya kwetu. Kwa maneno mengine, tukikata tamaa, ni sisi wenyewe kwa hasara yetu. Mungu apungukiwe. Mungu ni mkamilifu tangu mwanzo mpaka mwisho wa nyakati. Yeye ni Mungu. Tuwe na imani. Ukiiona picha ya huruma imekaa tu mahali fulani tu, bila kuwa na
na kuitumainia kwamba hapa Kristo anatoa baraka zake kama alivyoahidi, utapita tu utaenda. Kama vile ambavyo mtu mwingine ataona Ekaristi Takatifu na atapita ataenda. Haimgusi kwa lolote. Lakini sisi tunaoamini tunasema hapa ndipo Kristo alipotoa ahadi zake kwamba atakayekimbilia huruma hii atapokea wingi wa baraka zake. Na sisi wenyewe ndio wanufaikaji, tunatiana moyo. Sikukuu ya huruma ya leo ni kwa ajili yetu sisi wanadamu, ili kusudi tuweze kupata baraka za Kristo. Yeye aliyefufuka ndio huyo kwenye Ekaristi Takatifu, ndio huyo anapatikana kwenye picha ya huruma. Father, ndio hapa inasema Bwana anasema sherehe hii yani sikukuu hii ya huruma iliibuka, ilitoka kutoka kwenye kina cha huruma yangu, na inathibitishwa katika kina kirefu cha huruma zangu. Kila roho itakayo sadiki na kuitumainia huruma yangu itaipata kabisa. Maria Faustina anasema, nilifurahia sana kuona wema mkubwa na ukuu wa Mungu wangu. Bwana ameahidi roho, yani wewe mtu utakaye sadiki na kuitumainia huruma ya Mungu ndio utakaipata. Na kinyume chake usiposadiki, usipoitumainia hutoipata. Ndio maana anwani yake kwenye picha yake ni Yesu ninakutumainia. Bwana anasema lazima tusadiki na kuitumainia huruma yake, ndipo tutakapoipata. Kwa hiyo usiseme kwamba Kristo amefungulia basi kila mmoja atapata. Na sio mvua. Kuna kitu kimenijia. Ndio. Kusadiki na kuitumainia huruma ya Mungu inaendana na amri za 10 za Mungu. Amri ya kwanza, ndio, ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Ndicho alichosema kwamba hata malaika wanaielewa huruma ya Mungu, lakini hawaitumainii. Hata malaika, hata mashetani, hata mashetani wanaielewa huruma ya Mungu, lakini hawaitumainii. Sasa binadamu usipoitumainia, ndio usiweza kaka mashetani. Unabaki kuelewa tu kama tunavyozungumza hapa, imeingia masikioni mwako, umeelewa huruma ya Mungu, lakini hakuna watu yote unafanya. Basi ni kama mashetani tu hawa ambao wanaifahamu kama ipo, lakini hawafanyi jitihada yoyote. Hata shetani angetubu, tungesema alimkubali Mungu katika huruma. Lakini baada ya kumwasi Mwenyezi Mungu akasema, mimi naachana na wewe, siwezi kujinyenyekeza. Mwisho wa siku ndio hivyo, naye anapambana na walimwengu. Bwana ametupa ahadi, atakaye sadiki na kuitumainia huruma yangu ataipata. Tuendelee na kumsikiliza Faustina. Mtakatifu Maria Faustina anaendelea kutuambia, nimesikia maneno ya Bwana Yesu akiniambia hivi, binti yangu andika. Ikiwa ninataka kupitia kwako watu waheshimu huruma yangu, unapaswa kuwa wa kwanza kujitofautisha kwa imani katika huruma yangu. Ninataka kutoka kwako matendo ya huruma ambayo yanatokana na upendo wako kwangu. Kila wakati, kila mahala, unapaswa kuwaonyesha huruma majirani zako. Haupaswi kujiondoa katika hili ama kutafuta sababu ya kujiepusha nalo. Ninakupa njia 3 za kuonyesha huruma kwa jirani yako. Kwanza, kwa matendo; 2, kwa maneno; 3, kwa kusali. Katika mambo haya matatu kuna ukamilifu wa huruma na ni udhibitisho usio na shaka wa upendo wangu kwako. Kwa njia hizo Roho utukuza na kuheshimu huruma yangu. Ndio maana Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka ni sherehe ya huruma. Lakini lazima pia kuwe na matendo ya huruma. Na ninataka kuabudiwa katika huruma yangu kwa adhimisho la sherehe hiyo na kuheshimu picha yangu ya huruma ya Mungu. Kwa njia ya picha hiyo nitatoa neema nyingi kwa Roho. Ni ukumbusho wa mahitaji ya huruma yangu, kwa sababu hata imani yenye nguvu kiasi gani haifai kitu bila kazi. Hata uwe na imani kiasi gani haifai kitu bila matendo ya huruma. Mungu ni mwenye huruma, alimwambia Faustina,
aioneshe huruma ya Mungu kwa matendo, kwa maneno na kwa kusali. Sasa hapo kuna Wakristo wetu ambao wanaielewa huruma ya Mungu, wanasali kanisani, wanakuwepo, na wanakuwa na bidii kwa mambo ya kiibada, lakini hawana cha ziada wanachokifanya, hawana cha ziada nje ya wao wenyewe. Yani unajua unapofanya kitu, Kristo wetu unahitaji kufanya ziada, sio kutimiza wajibu, kufanya ziada. Yani kwamba kila mmoja anaelewa kwamba kumpatia chakula mtoto wake ni wajibu wake. Kila mmoja anaelewa, hata wasiosali, hata wasiokuwa Kristo wanaelewa, hata wasiokuwa na imani, hata wasiobatizwa wanafahamu. Tuseme basi hata wanyama wanajua kutafuta chakula kwa ajili ya watoto wao. Lakini kutafuta chakula kwa ajili ya mtoto wa jirani pale nyumba ya pili, hiyo inahitaji Ukristo. Ndio tunasema Ukristo unahitaji cha ziada. Hiyo inahitaji Ukristo zaidi. Kusema kwamba mama yangu amekosa matumizi ya siku, wazazi wangu wamekosa matumizi ya leo, hiyo hata wasiokuwa na imani wanajua. Lakini kusema kwamba jirani yangu hapo nyumba yake inahitaji kufagiwa, nikaenda kumsaidia bibi kizee pale nyuma ya nyumba nikachotea maji ya kuoga, hiyo inahitaji Ukristo. Kwa hiyo ndio maana Faustina anaambiwa matendo, maneno na kusali havitengani na huruma yangu. Kwa hiyo kama Baba alivyo na huruma, na sisi vivyo hivyo tunajifunza kuwa na huruma. Lakini pia kwenye kusali sasa, tusiwe wachoyo katika sala. Sasa mimi naenda kusali tu kwa ajili yangu mimi mwenyewe na familia yangu, nitamwombea na mama yangu na wazazi wangu na baba na shangazi yangu basi. Lakini wapo watu wengine ambao wanahitaji sala zetu. Yawezekana ni watu ambao hata hatuwajui. Ila tunaposali tunamwambia Mungu, tazama ulimwenguni kuna mambo kama haya. Kuna watu wapo kwenye vita. Kuna watu wanahangaika. Kuna watu hawalali, hawapati usingizi. Sasa ili tufikie hapo kukumbuka wengine, tusiwe binafsi katika sala, tunahitaji moyo wa huruma. Tunahitaji roho ya huruma. Tunahitaji kuwahurumia wengine. Ndio maana Kristo anamwambia Faustina, utajifunza hilo jambo kwa sababu mimi mwenyewe ndio nimetaka iwe hivyo. Na kufundisha, nasema na kufundisha aina 3 za kuitangaza huruma yangu, kupitia matendo, kupitia maneno na kupitia sala. Matendo maana yake hiki ninachokuambia, maneno sasa ninachokuambia usibaki nacho, waeleze wengine. Maneno yako ya kuoneshe kwamba umejifunza huruma kutoka kwangu. Inapokuja matendo, wewe mwenyewe uwe wa kwanza kuyaingiza katika matendo, namna yako ya kutenda na kuishi katikati ya watu ikuoneshe kwamba unaielewa huruma ya Mungu. Na katika sala sasa, ifanye huruma yangu iwe ni ya manufaa kwa ajili ya wote. Na katika mambo haya matatu ndipo ukamilifu wa huruma ya Mungu unapatikana. Kwa hiyo sasa hatuwezi tukajidanganya kwamba tutaishi tu hivi hivi, hapana. Lazima kwa maneno yetu, kwa matendo yetu na kwa sala zetu tujitahidi kwa watu wa huruma. Kama Maria Faustina alivyofundishwa na Bwana wetu. Kwa hiyo Father, kabla ya hii sikukuu ya huruma, lazima tufanye matendo ya huruma. Lazima. Kama mpaka leo sikukuu ya huruma, kama bado hujafanya, basi una wiki moja hii. Bado tuna muda. Una wiki moja ya kufanya. Basi tumesikia leo. Bwana anasema ni udhibitisho usio na shaka wa upendo wangu. Na kwa njia hizo Roho hutukuza na kuheshimu huruma yangu. Bwana anamalizia anasema Jumapili ya kwanza ya Pasaka ni sherehe ya huruma. Lakini lazima pia kuwe na matendo ya huruma. Ninataka kuabudiwa kwa huruma yangu kwa adhimisho la sherehe hiyo na kuheshimu picha ya huruma ya Mungu. Kwa njia ya picha hiyo nitatoa neema nyingi kwa Roho. Msikia Padre? Neema nyingi kwa ndio. Kwa hiyo picha ya huruma ya Mungu lazima ziwepo makanisani. Ndivyo Bwana anavyosema. Na anasema kwa njia ya picha hiyo nitatoa neema nyingi kwa kila roho. Ni anaendelea ni kwa ukumbusho wa mahitaji ya huruma yangu, kwa sababu hata imani yenye nguvu kiasi gani haifai kitu bila kazi.
hata imani yenye nguvu kiasi gani haifai kitu bila matendo ya huruma. Lazima ufanye chochote walau ili kuithibitisha imani yako kwamba iko hai. Lazima ufanye chochote kwa ajili ya huruma ya Mungu. Hata imani isiyokuwa na chochote haifai kitu bila kama hauna pesa ya kutoa, fanya matendo ya huruma ya sala. Una sala. Kama una fanya sala, matendo ya huruma ya kufariji. Ndio. Kuna watu wengine wanapona kwa faraja. Nataka kusikia tu pole, kusikia faraja. Pole sana, Mungu yupo. Kamwinjilishe. Jipe moyo. Kamtie moyo. Hayo ni matendo ya huruma. Una pesa, sali kwa ajili ya watu fulani kuwaombea. Sawa. Bwana amesema hatukwepi na hatuna hata roho ambayo ingekuwa na imani kiasi gani. Lazima ifanye kazi hii ya matendo ya huruma. Ndivyo Bwana anavyosema kupitia Mtakatifu Maria Faustina katika ibada ya huruma ya Mungu na katika sikukuu ya huruma ya Mungu ambayo leo imeadhimishwa. Tuendelee. Baada ya novena ya siku 9 leo tumesali kilele cha huruma. Mungu atupe nini? Tuendelee. Bwana Yesu anaendelea kusema. Maria Faustina anatuambia, Bwana Yesu alinitazama na kusema, roho huangamia licha ya mateso yangu makali, na wapa tumaini la mwisho la wokovu, nayo ni sikukuu ya huruma yangu. Tumaini la mwisho. Ikiwa hawataabudu huruma yangu, wataangamia milele yote. Karani wa huruma yangu, andika. Ziambie roho kuhusu huruma yangu hii kuu, kwa sababu siku mbaya, siku ya haki yangu inakaribia. Baba ameleta tumaini la mwisho la wokovu, kwa ajili ya wokovu, ambayo ni sikukuu ya huruma ya huruma. Siku ya huruma, tumaini la mwisho la wokovu. Yaani maana yake amestadharisha Bwana kwamba jamani, hii ndio mwisho. Tusitarajie kitu kingine. Tusikae tukabweteka tukasema huenda Mungu kuna namna nyingine atafanya. Kuna namna nyingine itakuja. Ametuambia sasa hili ni tumaini la mwisho. Kwa hiyo tutumainie huruma yake. Yaani hakuna namna nyingine ya kutumainia wokovu isipokuwa kutumainia huruma ya Mungu. Basi yaani kama ameshafika mwisho kwa jamani, hapa ndipo tumaini la mwisho. Na bora tulivyoambiwa ukweli. Tumeambia ukweli kabisa. Tumaini la mwisho. Na amesema hiyo tumaini la mwisho ni hiyo sikukuu ya huruma ya Mungu. Kwa sababu tunasamehewa dhambi na adhabu zake. Na hiyo ndio tumaini ya mwisho. Kama tulikuwa na matumaini mengine huko sawa, lakini hili ndio la mwisho. Sikukuu ya huruma ndio siku ambapo kila mtu aliyesali na kuitukuza huruma ya Mungu atapata msamaha wa dhambi na adhabu zake akiwa bado hapa duniani. Kitu ambacho wengine wanaenda kulipia toharani miaka 1000 wengine mpaka mwisho wa dunia. Mtazamaji mpendwa, wewe muamini Mkatoliki, lakini pia Mkristo ambaye unatutazama wakati huu, bila shaka nawe unaamini kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi, na sisi tunazungumza juu ya huruma hiyo ambayo iliwezesha ukombozi wetu kupitia msalaba. Na tupate mapumziko mafupi. Sawa. Baada ya hapa tutaendelea na kipindi chetu. Kwa sikukuu ya huruma ya Mungu. Maria Faustina yuko Poland, Baba Mtakatifu yuko Italy, lakini anamuona. Ndio. Si? Njia za Mungu. Anasema alichukulia swala hili kwa wiki hiyo. Yaani kwa wiki nzima Baba Mtakatifu alikuwa analichukulia hilo swala la kutafakari namna ya kuanzishwa hiyo sikukuu ya huruma ya Mungu. Anatuambia, nilipochukua swala hilo mikononi mwangu, mshale wa upendo ulichoma roho yangu kwa ajili ya hamu kubwa, na ninaharakisha sikukuu ya huruma ya Mungu. Roho yangu iliwaka moto wa nguvu sana kwa upendo, hata ilionekana kwangu kwamba nimezama kabisa katika huruma ya Mungu. Maria Faustina anasema roho hiyo nzuri ambayo inaeneza kazi hii ya huruma ya Mungu hapa ulimwenguni kote
na kwa unyenyekevu mkuu inampendeza Mungu sana. Roho inayoeneza na kutangaza huruma ya Mungu kwa unyenyekevu inampendeza Mungu sana. Maria Faustina anasema, mara tu baada ya kuamka kwangu, uwepo wa Mungu ulinifunika. Nilihisi kuwa ni mtoto wa Mungu. Upendo wa Mungu ulimiminwa ndani ya roho yangu, na Mungu alinipa kuona jinsi gani kila kitu kinavyotegemea mapenzi yake. Aliniambia maneno haya, nataka kutoa ninavyotegemea mapenzi yake. Yaani vile unavyomtegemea Mungu ndivyo utapokea vile vile. Kadri hiyo. Anasema aliniambia maneno haya, nataka kutoa rehema kamili kwa roho ambazo zitakwenda kuungama na kupokea Ekaristi Takatifu kwenye sikukuu ya huruma yangu. Akaniambia, binti yangu, usiogope chochote. Daima nipo nawe. Hata kama inaonekana sipo, unyenyekevu wako unaleta chini kutoka kwenye kiti changu kitukufu cha enzi, na ninajiunganisha nawe milele. Bwana hapa anasema, nataka kutoa rehema kamili kwa roho ambazo zinakwenda kuungama na kupokea Ekaristi Takatifu kwenye sikukuu yangu ya huruma. Usiogope chochote. Daima nipo pamoja nawe, hata kama inaonekana sipo. Unyenyekevu wako unaleta chini kutoka kwenye kiti changu cha enzi, na ninajiunganisha nawe milele. Maria Faustina anasema, Bwana alinifahamisha juu ya migogoro ambayo ilikuwa inaendelea huko Vatican kuhusu sikukuu ya huruma. Wa jinsi walivyokuwa wanavutana. Maria Faustina yuko Poland, mivutano yuko Italy, lakini alikuwa anajua. Bwana alimwambia. Na Bwana akamalizia kusema, binti yangu Faustina, ziambie roho kuwa zinanipa ninazipa huruma yangu kama ulinzi. Mimi mwenyewe ninawapigania wao, na nimebeba hasira ya haki ya Baba yangu. Novena, siku ya 3 ya novena, tuliwaombea wacha Mungu na waaminifu. Tuliambiwa hivi kwenye sala, Baba wa milele, utazame kwa huruma roho aminifu kama vile kwenye urithi wa mwanao, kwa ajili ya mateso yake makali. Zijalie baraka yako na uzizingire kwa ulinzi wako wa daima. Kusudi zisije zikashindwa, zizingire na ulinzi wako wa daima. Hapa Bwana Yesu anamwambia Mtakatifu Maria Faustina, binti yangu, ziambie roho kuwa ninazipa huruma yangu kama ulinzi. Novena huruma ya Mungu siku ya 3. Kwa hiyo Father Justin Mbwale alisema tuombe huruma ya Mungu katika ulinzi, kama ulinzi. Na hapa Bwana anamwambia Maria Faustina, binti yangu, ziambie roho kuwa ninazipa huruma yangu kama ulinzi. Mimi mwenyewe ninawapigania wao, na nimeibeba hasira yenye haki ya Baba yangu. Sema binti yangu kwamba sherehe yangu ya huruma imetoka ndani mwangu kabisa kwa ajili ya faraja kwa ulimwengu mzima. Na tumeiadhimisha. Tuombe huruma ya Mungu kwa ulinzi. Novena huruma ya Mungu siku ya 3. Nimekukumbuka Father Justin Mbwale, umetufundisha hilo. Tunamshukuru Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye tumesema tutamzungumzia. Yeye ndo ametangaza kwa kweli Dominika ya pili ya Pasaka, yani leo, kwamba ulimwenguni kote ndipo isherekewe hii sherehe ya huruma ya Mungu. Na tunakumbuka sasa miaka 11 sasa tangu ametangazwa kuwa mtakatifu. Na hivi tunaamini kwamba yeye mwenyewe kabla ya kifo chake, tunasimuliwa alipokea Ekaristi Takatifu baada ya maungamo, na dakika 25 baadaye akawa ameaga dunia. 25 baada ya maungamo na kupokea Ekaristi Takatifu. Na tukaongea kipindi chote kizima kwamba ili tuweze kufaidika na huruma ya Mungu, lazima tujitahidi kwanza tusali novena ya huruma ya Mungu ambayo tumekuwa nayo tangu Ijumaa Kuu. Alafu siku yenyewe ya huruma, yani leo, tuhudhurie misa takatifu. Tuwe tumefanya maungamo walau siku 2 kabla ya sherehe yenyewe. Alafu katika misa yenyewe tupokee Ekaristi Takatifu na tuabudu
Ekaristi Takatifu saa 9 Jumapili ya huruma. Na baraka itakayotolewa kama tulivyosikia, Kristo mwenyewe atakuwemo ndani ya monstrance kama alivyo katika picha ya huruma ya Mungu akitoa baraka. Na miale yake inaenea dunia nzima, alafu huruma yake hiyo ni kwa ajili ya ulimwengu nzima. Alafu Mtakatifu Maria Faustina hiyo siku anauona Utatu Mtakatifu. Naam, mtazamaji mpendwa, kila unapokaribia mfupa nyama inazidi kunoga, inazidi kuwa tamu. Tukutakie kila laheri na baraka tele za Mungu unapoendelea na sherehe za Pasaka na hasa unapoiadhimisha huruma ya Mungu. Mimi nakushukuru sana Padri Innocent Nzaro kutoka Jimbo Katoliki la Kigoma, na padri ambaye pia yuko kwenye masomo kule chuo cha mipango Dodoma, na bila shaka hii itasaidia pia kwenye mipango yetu ya kuhakikisha hii ibada ya huruma ya Mungu inasambaa. Kaka Gau, naomba tuseme kwamba tulimaliza novena ya huruma ya Mungu. Tumemaliza sikukuu ya huruma ya Mungu, picha ya huruma ya Mungu bado. Tulikatisha mazungumzo ya picha ya huruma ya Mungu, tuliacha Jumapili 3 tuongelee novena ya huruma ya Mungu kwa sababu ndio ilikuwa inakuja kipindi cha novena. Sasa tulimaliza novena, tumeongea Jumapili 2 kuhusu sikukuu ya huruma ya Mungu. Jumapili iliyopita Pasaka na leo sikukuu ya huruma ya Mungu. Tulikatisha mazungumzo ya picha huruma ya Mungu, bado yanaendelea na kuna mapadri bado wanakuja kuelezea nini maana ya picha ya huruma ya Mungu kiliturujia. Mimi naelezea diary Maria Faustina alivyoonyeshwa na kufundishwa na Bwana Yesu. Mapadri wao wataelezea kiliturujia. Kwa Jumapili ijayo tunaendelea na Image of Divine Mass. Father Nzaro, Mungu akubariki. Amina. Marita Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Shukrani pia Meki Makali, shukrani kwa rusha matangazo yetu kwa Simon Peter, lakini Sister Leonora John Nganunga, alikadhalika Padre Paul Sabuni Mboje. Baba, tufungie kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante Mungu wetu mwingi wa huruma, umetupatia nafasi ya kuadhimisha sherehe kubwa ya huruma yako ambayo umeujaza kwa ulimwengu wote. Furaha yetu ni kuendelea kukuomba na tunaamini utatusikia, ili kusudi kila mmoja wetu anayetutazama na kusikia mafundisho haya aguswe na kuelewa upendo huo unaopatia ulimwengu kwa sifa na kwa ajili ya wokovu wa roho zetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Huruma na za Bwana zijuu ya kazi zake zote. Huruma za Bwana nitazimba milele. Jubilei 2025, Maujaji wa matumaini. Tumaini Media watie moyo nduguzo. Amen.